Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Leo nimekutana na magwiji kabisa leo. I deserve to be here. Of course. Leo ni session nyingine tena, ni A to Z kuhusiana na mambo ya branding na kila kitu kuhusu branding. Na leo tupo na Dan Elkijo. Naam. Asante sana kwa kunikaribisha kaka Alan, kaka yangu hapa. Yani kwanza napenda kazi yenu na nashukuru kuwepo hapa. Na tushirikiane, kama kuna chochote cha kushare niko tayari kushare. Mimi nimekufahamu ulivyokuwa mtangazaji. Nimekuona sana muda mrefu kwa mtangazaji. Ulikuwa boys. Naam. Dala. Naam. Ndio. Long time. Long time. Na pia nikakuona ukifanya kazi na international medias. Ulikuwa reporter. Yes. Ulikuwa unafanya kazi na TV moja kutoka China. Yes. Moja wateja wangu. Sasa hivi unafanya nini? Yaani sasa hivi wewe ni A to Z yako ni kuhusu nini? Yani kaka Sizo na kaka Alan, ulio mention yote ni sahihi. Nimekuwa ni kwenye media kwa muda mrefu, nimefanya marketing kidogo na Vodacom. Nilianza media nikiwa nasoma sheria pale Mlimani, kwa ni mwanasheria by profession. Lakini nikaingia Five Connect, East Africa TV, nilipokutana na wewe kaka Alan, miaka ile tunafanya kazi. Lakini sasa hivi naomba niwe mkweli kwamba niko kwenye transition. Okay. Niko kwenye, mimi na philosophy ya kwamba kila miaka 10 lazima ubadilike. Like this is it's always been like that. Kwamba miaka 10 ya kwanza mtoto, 10 mpaka 15 elimu ya sekondari, 10 tu ngapi ndio mka nahisi nasoma sheria, then nikageuka into media, then nikafanya media, nikaingia kwenye marketing kidogo. Lakini sasa baada ya miaka 40 na kitu sasa kwa duniani, ni baada ya kuona dunia inapoenda na badiliko ya the world of work, yani ulimwengu wa kazi, nilivyoona competition katika sekta niliyoizoea, nimeona kwamba future au yajayo, ulimwengu ujao utawapenda au utawafaidisha wale ambao wanajua kuunganisha ujuzi tofauti kwa njia ya ubunifu kutatua shida za watu. Narudia tena. Watakaofaidika kwenye ulimwengu ujao ni watu wanaweza kujifunza skills au ujuzi study tofauti, kuzichanganya hizo study kwa njia ya ubunifu, wakiwa wana nia ya kutatua shida za watu au za biashara fulani. Sasa nikaangalia kwamba mimi na ujuzi wa marketing, branding, nimefanya kazi Vodacom, nimefanya ushauri, nimetengeneza TVC matangazo mengi ya makampuni tofauti, nimefanya copywriting, pia nimefanya international media na makampuni zaidi ya 52 ya radio na TV duniani, Wahindi, kila bara nimefanya nao kazi. Kwa hiyo na international experience ya kutosha. Lakini pili, nina ulimwengu niseme ni nerd, nerd kwa Kiswahili tutasemaje? Ni kama geek na songo fulani wa kisayansi. Napenda AI, napenda robotics, napenda future, nafuatilia mambo ya nanotechnology, nafuatilia mambo ya eugenics, mambo ya DNA, mabadiliko. Yani wale mambo yajayo yale, mambo akisema Elon Musk yale wanafanya nini, Tesla sijui, ndio nafuatilia. Kwa hiyo nikasema sasa hebu nifike sehemu nijibadilishe sasa. Nimetimiza miaka 40 naelekea 50. Nimeanza kuchoka ile kubeba kamera kila siku kutafuta habari mtaani kweli. Kwa hiyo nikaanza kujifunza, nimeanza kusoma sana mambo ya AI na mambo ya AI agency, jinsi ya kutengeneza AI agency, jinsi ya kufanya brand kupitia mfumo wa digital. Nimezama sana kwenye masuala ya biashara na kutumia ujuzi wangu wa media sio tu kutengeneza content, bali kutengeneza content ambazo zinafaidisha biashara na kuziunganisha na AI na algorithms na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumetoka kwenye kusema tu kwamba wewe ni video shooter, utaedit, tutampa mtu clip. Sasa hivi watu hawajali clips unaweka kwenye page yake. Wanataka ile clip itoke hapo iende wapi, izae nini na iungane na kitu gani, ilete nini na nini, na baadaye ila ingie kwenye account yangu. Kwa mimi najitengeneza kama mtaalamu wa AI branding na multimedia. That's really the role ambayo hata kiukweli hai exist duniani. Kwa sababu
yani haexist kama hizi roles tunazojua kama lawyer, mwanasheria, sio nini. Na ulimwengu ujao ni watu ambao wanaweza kuunganisha kitu kinaitwa hybrid roles. Exactly. Roles mpya ambazo wewe sio kitu kimoja. Na ndio kitu naambaga watu kila siku nikiongea na vijana kwamba wewe sio kitu kimoja, you're not one thing. Mungu au Yesu amekupa wewe so much talent na vitu vingi ndani yako. Lakini watu wengi ile decoding, jinsi ya kudecode akili yake inafanya kazi na kutengeneza program ya kuweza na steps za kutoka alipo na kufika anapoelekea, ndio shida ilipo. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kutatua na ku-unlock, ni kufanya hacking ya watu, kuondoa kwenye ile mgando wa akili waliokuwa nao na kuona maisha magumu, kufungua perception yao. Kwa hiyo ni blend ya motivational speaker lakini ambaye anakupa solution za kweli. Ma motivational speaker before yangu mimi nao wengi wanaishia tu kuongea lakini they don't give you the steps, au wakati mwingine wao hawajaisha maisha hayo. Mtu anakuambia mimi huwa billionaire, lakini wewe una shilingi 1000 kwenye wallet. Kwangu mimi that's not real. Exactly. What I like about what you said ni uliposema kwamba unachanganya ujuzi mbalimbali kiubunifu ili kuweza kutengeneza kitu kipya na kuweza kutatua matatizo. And I think hilo ndo shughuli yetu actually. That's the essence of Club A to Z. Tunataka tupate maarifa mbalimbali ambayo kwa pamoja yanaweza katusaidia kuweza kutoa solutions ya vitu mbalimbali. Yeah. Umenipangia maisha yako kwenye groups za miaka 10. Mpaka sasa hivi ulipo unaelekea kwenye transition. Manake hizi zote ulikuwa unapita kwenye transition pia, si ndio? Labda ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe urealize kwamba you have to transit from one knowledge to another, or one occupation to another, or one discipline to another? Kwanza niseme kwamba nilimsikia Jack Ma, yule bilionea wa China. Nadhani clip wa Alibaba. Alibaba. Watu wengi wanamjua. Alisema katika miaka 20 in your 20s jifunze, tembea, fanya kazi, fanya vitu tofauti wewe. Na kweli miaka 20s mimi nimefika jikoni kwenye ma restaurant, kwa mimi ni mpishi, Nando's, Portuguese, Chinese vinapika, volunteer data entry, yani kazi vidogo vidogo vya ajabu ajabu. Nilichapa kazi kweli nilipokuwa in my 20. Chochote nilikuwa nalipa sasa 7 nagawa flyers kwa shilingi 4500 kwenye jua kali. Yani hizo kazi zote unazonayo sio ile kukaa kwa supermarket wala unakaa na karibu onje sio tester, nimezifanya sana. Then 30s, so unapokuwa late 20s to 30s hizi mpaka 30 unakuwa sasa una refine kitu ambacho unachofanya, unafanya kitu chako. So unaanza kujaribu kufanya makosa, unajaribu kufanya kampuni na unakuwa umetafuta mentors. Kutoka late 20s to late to 40s unakuwa na mentors ambao wanakunoa sasa kwenye kile skills ambazo uko umezidevelop kwenye 20s. Na kutoka 40s to 50 unafanya kazi ile vision yako na cement, na unafanya kazi na partnerships na vijana. Unatafuta watu ambao ni akili kama nyie, kama hivi nilivyokuja Club A to Z. Kwa sababu najua mnaendana na ethos yangu mimi pia, au tuko kwenye tribe moja, kushirikiana katika kusukuma ile gurudumu. 50s, 60s hapo sasa wewe ni kurudi back, supervise na kufanya kazi na talent. Unakuwa kama Mourinho, unatafuta good talents. Na watu wengi wanaofanya kazi na mimi wanasema I'm a very good sport of talent. Yani mimi kana wewe dakika 5-4 nikakusikiza, nikakuongea, nikakupa test kama nitaweza kujua una fit wapi. Kwa kuna wakati watu wengine nimewacoach kuingia kwenye sehemu ambazo they never thought na wakafanya vizuri. Kwa hiyo swali lilikuwa ni tena, sorry. Nimegawa hapo jamaa. Ni kitu gani kilikutikol ukasema this is it, I need to transit now? Yes, very good. Nilianza kwenda nikaanza kuridhika. Sikuanza kuridhika, I was just nimefanya international media karibu maelfu ya stories. Ndoto yangu ilikuwa kwamba ufike nje duniani watu wakusikie. Nimeshafika hiyo level. Kwa hiyo kama imebaki sasa kwenye uandishi wa habari, either niwe anchor, nitoke sasa nisiwe reporter, nipate nafasi zile chache za kugombania kimataifa wa anchor kama sio Salim Kikeke au kina Larry, au hata Larry sio anchor yet, he's a reporter. Yani kuwa anchor ni ile unakaa studio sasa kama Anderson Cooper, Tuisina Nampore, kina Ritz Khan. Kufika level hiyo nafasi ni chache sana. Maripota ni wengi, maanka ni wachache. Either au editor, au umiliki media house yako. Mimi sikuwa na passion na kuwa na media house. Watu ambao wanauliza kwa nini kija kufungua radio yako, TV yako? Kwa sababu naelewa biashara ya media. Sitataja majina, lakini kuna media house mpaka sasa hivi zinapata hasara kabisa. Kuna media house imefukuza wafanyakazi hivi karibuni. Kwa hiyo hali ni ngumu. Sisi wengine tulikuwa media house mingine mishahara ilikuwa inachelewa. Sitasema ni ipi brother. Umeelewa? Kwa hiyo nikasema sasa the business of media in the way that it is, yani ilivyo kama ilivyo, mimi sitaki headache. Mikopo, umekodisha vifaa, sio ndio, kuletea shida. Kwa hiyo nikasema
lakini bado napenda kufundisha. Watu wanaonijua wanajua Dani anaweza, kwa mfano nilikuwa na program ya interns karibu miaka 7 mfululizo. Sasa hivi mtu yote anayenijua anajua ofisini kwangu, whether Shujaa, whether Projono, kuna vijana tu hapo, I'm always talking to people na coach. Kwa mke wangu akaniambia hivi, kwa nini wewe sasa usianze kufanya hizi passion zako, umeshafanya kazi for people? Ndio ikaanza kuzalisha sasa kampuni yangu ya mazoezi ya Shujaa ambayo napenda. Baada ya kufanya Shujaa kwanza nikaona kumbe kutengeneza brand yako sio kitu cha watu fulani tu unaweza hata wewe mwenyewe ukawa na kitu chako. Kumbe nikaanza kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa the mechanics au jinsi ya kukusanya matofali kujenga biashara, chapa na chapa inayokuletea hela na upata wateja na kuwa na bidhaa na kuanza sasa kujenga chapa yako au brand yako. Nikajenga kwanza inaitwa Shujaa Kids. Baadaye mimi na wife pia tukafikiria okay, sasa tunapenda vitu healthy. Kwa hiyo naangalia vitu ambavyo navipenda vile vile ili nisitoke mbali na kitu nisichokijua. Tunapenda mambo ya afya, tupendi soda, tupendi nini. Watu wengi nikiwaambiaga na miaka 40 naelekea 50, 45 kwa sababu kijua haiwezekani. Na in fact ningetoa ndevu ingewezekana toka fikiri na miaka 28 kwa sababu ya mazoezi na kuishi vizuri. Kwa hiyo nikaanza kusema okay, mimi nataka kuwa mtu wa aina gani? Nikasema kwanza nataka niwe baba bora, nataka niwe mtu fulani watu kiangalia anapenda watoto wake na ala nafurahi kwamba unapenda sana binti yako ICU, kwa hiyo napenda. Sasa wewe bado sijajua na mtoto au mtoto mmoja. Basi. Kwa hiyo nikasema nataka kujulikana kwamba baba ambaye anapenda watoto, lakini sio tu baba tofauti, baba fulani msela. Kwa watoto wangu wananijua nini baba lakini ni msela fulani. Yaani sina ule ubaba ile kwamba unaika mbali. Pili, hii upenzi wangu wa boxing nifanyie nini? Nikaanza nikasema nataka niweze kubox kama kijana. Kwa sababu kutaka kule baba mzee akasema nataka ni box, siku mtu akibox na mimi aseme kama sio Daniel vizuri. Yaani ajiulize mabox kina Laurent Jaffet, kina Juma Choki, kina Hassan Mwakinyo wakispa na mimi mpaka anasema kama Mwakinyo anambia gani wewe yani wewe kwenye wrong field. Yaani kwamba ungetakiwa huko kwa jinsi ambavyo unavocheza mchezo wa boxing. Nikasema okay, nataka nibadilishe ni jamaa fulani hivi ambao ukiliona liko fiti, lina mambo tofauti tofauti, anaenda na brand yake na kinywaji chake kama unavyoona nje unasikia sijui Mike Tyson ana kinywaji chake. So I didn't ever nikasema nimefika sasa 40, nimepata ujuzi, nimepata networks, hebu ifike wakati ambapo sasa natumia zile networks zangu kuweza kupush hizo ndoto zangu. Kwa sababu nimejenga brand yangu iko credible, inashimika. Kwa tukaanza kujenga hiyo kampuni ya kinywaji inaitwa Crisp Kombucha, mimi na wife ambao wife wangu ni CEO, kwanza kusambaza product ya kwanza. Tulianza na chupa moja kwenye sink yetu nyumbani, yani siji kwetu, na leo hii tuna kiwanda na mnatengeneza wenyewe the recipe everything kombucha. Mimi na wife tuna test nini. Tulianza wakati wa COVID ule. COVID ileta mambo mengi. COVID ileta ubunifu sana kwa upande mwingine. Kwa hiyo ikaja kunifanya kwamba ni transition, nikaanza kuona vitu sio impossible bwana. Kumbe kuona kiwanda kidogo cha kinywaji sio impossible. Tukafanya, wife anaendeleza huko, mambo anaenda, tunauza Arusha, Zanzibar, mikoa karibu 7-10, tuna hoteli. Kwa nikasema okay, sasa kingine ni gani? Sorry, Crisp Kombucha ni kinywaji ambacho kimetengenezwa kwa njia kombucha. Hiyo ni mimi bro. Shauri zako. Tutakuletea chupa kadhaa. Ingebidi nilete kadhaa hapa Kwa hiyo huyo ni mimi. Kwa hiyo tukawa tumefanya hiyo, tunaenda. Kwa hiyo ndio ikanipa idea kwamba kumbe hakuna kitu kinachoshindikana. Kwa sasa hivi ndio niko kwenye Alan na Shinzo, niko kwenye hiyo highway ya una speed moja hatari sana. Mpaka wife lazima nichangamke, nikuta usiku mimi nasoma AI, nimedata na AI. Usiku nyingine kama formula Shujaa nipeleke vipi. Tumeanzisha project nyingine ambayo sisi ni partners za ya Projono ambao napambana nisukume vipi. Sasa hivi Projono ijayo inakuwa ni conference, watu 100 na zaidi, tunazidi kuexpand partnerships. Kwa hiyo kwa kifupi kwa kifupi ni kwamba somo na wanasema kwamba nilishtukia kwamba wewe sio kitu kimoja. Mungu hajakuumba wewe kuwa na karama moja kwamba ni mwalimu tu. Wewe mwalimu unaweza kuwa MC. Wale ambao mnaongea sana, ndio maana hata mwanangu mimi ukimuona is very active, watoto wangu are very active. Na nina philosophy kwamba mtoto muache awe active. Bora uwe na mtoto active kuliko mtoto zoba aliyekaa idle. Kwa sababu ule unayesema anaongea sana ni future leader. Yule mnayesema anajenga vipi, anasubu sio sahani anazivunja ni future engineer. Kwa hiyo lazima ujifunze kujua kwamba wewe hata toka utotoni Mungu aliwekea vitu vingine, lakini sasa society imetufundisha kwamba ina suppress ile vitu vingine. Wewe unaimba nini, unapiga kelele hapa atoma, kumbe wewe ni producer. Wewe unagonga hiyo meza sio, unaelewa? Na kwenye hiyo society imeweza suppress a lot of talents. Kwa sababu kwenye watu wengi tukiongea nao stories zao zinakuwa hivyo tu. Mama yangu hakutaka nifanye kitu fulani, ama familia yangu ilikuwa inaniona hivi na nini. Wakati tunajiandaa hapa
nilikuwa nimeuliza swali moja hapa afu watu wote wakacheka. Naam. Kuhusiana na wewe kupigana boxing. Mimi nilikuwa nasema hivi Daniel Kijo ana ugomvi na nani? Mbona huwa muda wote yuko kuna mtu anamtafutia engo kwamba siku nikikutana naye niweze kumweka sawa. Tena mimi naomba niseme hivi, ni sunna. Waislamu wananielewa, ni sunna au ni baraka kwa mwanaume haswa. Yeah. Lakini kwa sasa hivi toka COVID tumejifunza kwamba sio tu wanaume, hata kila mtu afanye fitness ya aina fulani. Wewe ni mpenzi wa mpira, toka hapo tena, especially ukiwa chini ya miaka 40, anza mapema hiyo culture kujisoa jasho kila mara 3 kwa wiki, tembea. Yani Mungu alivyoumba mwili wetu ni computer biological. Kwa hiyo ili ufanye kazi vizuri lazima kuna wakati itoe jasho, itoe waste, itoe nini. Sasa ile ukianza na utanielewa. Moja. Alafu pili, kwangu mimi kabla ya enzi zangu za ujana nilikuwa na energy sana. Kwa hiyo nimefanya makosa mengi mengine ambayo ningekuwa najua jinsi ya kuichannel energy yangu vizuri. Labda nisingeumiza watu wengine heartbreak zao. Kuna situations zingine nisingeumiza msichana ambaye alinipenda kweli, au nisingekuwa nigombana na mshikaji huyu kwa sababu sikujua zile energy zangu. Kwa hiyo nikaja kujifunza kwamba kwa sisi hapo wenye high energy, watu ambao tuko active, tuna nguvu zetu, ninahitaji kuipeleka sehemu salama. Kwa kwangu mimi martial arts ni sema ambayo nikiwa na stress, nikiwa ninahitaji kutoa stress naenda pale. Nikiwa nahitaji, kwa sababu nacheza michezo mingi, nacheza boxing, kickboxing, MMA, lakini pia jiu-jitsu, mieleka. Kwa kila moja, kila sanaa mapigano inaipa kitu tofauti. Michezo ya ngumi kuielewa na kuijua na kujifunza ni kama fire. Alafu michezo ya mieleka, jiu-jitsu ni kama ice, baridi na joto. Kila vyote unavihitaji. Kuna wakati lazima una moto, mtu anazingua, au kwenye biashara uwe aggressive, uwe competitive, uweze kushambulia. Pia sio kushambulia huyo mtu, lakini kibiashara. Let's say nyie katika A to Z mmeanza kwa kasi, mnakosa kulipa crew, production hii sio ya kitoto. Kwa ile aggression na kutafuta sponsors hiyo inatokana na mimi kwenye boxing. Ya kutafuta sponsor, ya kukua kukesha kunini, yani hiyo ni zile values za boxing zinazivuta kwenye biashara au kwenye maisha. Lakini pia values za mieleka ambazo ni slow, ni kuvutana. Jiu-jitsu ni kukabali, kwa kuvuta, kutulia, ni kama draft, haiendi kama boxing. Ile inanisaidia sa utulivu. Kwa siku ambazo najua na tension, sifanyi boxing sababu siku naweza kaumiza mtu kwa sababu nakuwa na more energy. Au kama ni boxing napiga begi sana, piga sana begi, toa jasho, baada ya hapo natoka nimetuama. Kwa kwangu mimi martial arts ni tool ya kuregulate emotions kwa ajili ya mental health, kwa ajili ya utulivu, kwa ajili. Kwa it's nothing to do with fighting. Tena ninavozidi kuwa na more skills za martial arts or combat, najikuta kwamba nakuwa mpole zaidi. So physical skills, physical well-being inakuja kichwani sana. Sana. Great. Yani mimi nikitoka kwenye jiu-jitsu au nikitoka kwenye martial arts au boxing, yani watu wanaonaga kuna wakati tunapigwa Loren Jaffe labda anakuja umakinyo, of course they're very skilled, wamenizidi. Lakini tunacheza napigana, anakugona unaumia, lakini unaumia kunacheka. Ni concept ngumu kuelezea kwa sababu huumii kama ile kwamba ile anakuua, na ni suna kuzoea uncomfortability kidogo. Kama anaume you need to be uncomfortable. Ndio maana kwa watu wanaokimbiaga ile sio kidogo, yani ukiweza uncomfortability yani necessary. Yes. Muhimu sana. Jumapili kama kuna mtu anakaa Bahari Beach kuanzia saa 4 hizi mpaka saa 7 8, watakuwa wananionaga nakimbia kutoka Shoppers Plaza mpya Tegeta kilomita 10 na mpaka huko Bahari Beach Ununio kwenye jua la saa 6, nimevaa vesti, majasho yamiminika, na kula beat na kulaga gospel wakati huo. Kwa hiyo sangine nikitoka kanisani au kama sijaenda kanisani watu wao wameenda, sababu sangine timing zangu zinakuwa tofauti kidogo. Mimi nakula gospel, nasikiliza gospel mzee, sijui ma hill songs, sijui nini, nakula gospel, nakimbia, naingia kama kwenye kama meditation, masaa jua liwasa. Kwa nini nakimbiaga kwenye jua? Tunaweza kwa nini nakimbiaga kwenye jua saa 6? But I want to be uncomfortable because babu zetu sisi, kuna wakati mwingine walikuwa ukame unakuja, hauna njia ya control climate change, watu wanakufa. Kuna wakati mwingine mnavamiwa na kijiji kingine. Kwa hiyo tuko kwenye culture ambayo is very comfortable. Yani society yetu sasa hivi all you need to do, lakini hata kuamka tu shida, sio kuamka mapema. Kwa hiyo mimi nataka nijitoage kwenye hiyo hali ya kawaida. Kama ukiangalia Instagram yangu, watoto wangu nakimbiaga nao always. Kwa hiyo binti yangu ana shida moja, sababu amechukua my brain. Kuna wakati anakimbia na nimwambiaga, na Mungu namwombaga anisaidie nisije asiendelee hivyo, kwa sababu ana kitu, yani her mind is so strong, anapata kitu inaitwa SOB, shortness of breath. Yani anakimbia mpaka oxygen kwenye damu inaisha, lactic acid inaform mpaka anataka kuzima. Wakati watoto wengine wangesimama. Lakini yeye anaendelea disappoint. Anizakawa wanakimbia mpaka kuna wakati inabidi mshike mtu anasema. Kwa hiyo nimeshamjua, naambia don't do it, don't push, but I didn't want to disappoint you. I'm like, you don't have to do it. Like that's what I'm trying to tell you, the mindset ya wanajeshi na wajenga nyumbani. Mtoto wangu ana miaka 2 tayari kanapiga push up, akiniona tati anaanza kupiga push up, ananing'inia.
and that's my way of life. Sasa si lazima iwe ya kwako, lakini nahamasisha watu wote wanaotazama A to Z kwamba lazima uwe na ethos ya ndani ya msingi wa maisha yako. Hiyo ndio tofauti wanao succeed or not. Wanaotazama hii platform yenu wanataka kupata ujuzi wa kubadilisha maisha, lakini inaanza kwanza self governance, wewe mwenyewe kubali kuwa tofauti. Yaani hicho mimi nasema sitaka kuwa mtu wa kawaida. Ndio maana ukiangalia page yangu inaweza una vituko, sasa vi comedy, nafanya vi clip. I live my life ninavyotaka. Si lazima niwe mtu ambaye nimetoka Friday lazima nikae na machupa ya pombe, machawa. Si lazima. Unaweza kuwa na watoto wangu nacheka kifua wazi kwenye bustani na chuma yani ndio mambo unaopenda. Wild man, umeelewa? Bad man ndio philosophy zangu hivi. Okay, I see. Sawa bana, tumezungumza vitu vingi sana na in fact umenisaidia ku highlight ule msosi ambao tulikuwa tunataka kupika leo. Nadhani umenisaidia ku highlight vizuri. So kitu cha msingi mimi kupitia Projono Masterclass nimesoma kuhusiana na kutokukubali kuwa yani wewe haujaumbwa kufanya kitu kimoja. Mambo ambayo umeshayafanya hapo ulikuwa unatengeneza your personal brand. Absolutely. Ulikuwa unatengeneza your personal brand, lakini brand ziko nyingi. Kuna corporate brand, ndio business brand na nini, na personal brand, ndio service brand kama nini. Yes. So nataka uniambie perception ambayo wako nayo Watanzania wengi kwenye kuitafsiri brand kwa maana ya chapa. Watanzania wengi, vijana ambao wanajitafuta, vijana ambao tayari wameshajipata, wote hawajui brand ni kitu gani. Ni rahisi kusema mimi na brand fulani, lakini brand sio kitu cha kushikika. Brand sio product, brand sio logo, brand sio kitu ambacho unakifanya. Brand ni effect, ni matokeo, ni ile kumbukumbu ambayo mtu wa pili anaipata baada ya kutumia service yako, baada ya kutumia product yako fulani na nini. Nataka uniambie kwa kifupi, Watanzania wanaitafsiri vipi brand? Kwanza nawapongeza kwa sababu tayari nikiangaliaga mitandaoni vijana washaanza kulijua neno brand. Wasikia mtu niliona clip moja comedy ile ilikuwa dada anapanda bodaboda akaambia usiniharibia brand yangu, sikumbuki nini. Kwa hiyo unaisikia sana kauli kama ulivyosema brand yangu. Kwa hiyo kwanza niwapongeze sababu tayari wanaelewa kwamba inahusiana na muonekano wao. Lakini brand sio logo kama ulivyotaja, brand sio bidhaa. Brand ni chapa ambayo chapa inajengwa na kustawiishwa na vitu vingi tofauti. Lakini kwa ujumla kwa kifupi sana ni wazo, ujuzi ambao jamii, hadhira au wateja wako wanayo juu yako wewe. What is your promise? Wewe ni nani? Authenticity yako ni tofauti vipi na Alan kama ni personal branding hiyo, au kama ni bidhaa yako ni tofauti na vipi, na inatoa hadi gani kwa consumer, na imemhudumia vipi consumer. Consumer nakumbuka nini kuhusu hiyo bidhaa yako, imemfurahishaje au imemkwazaje, amesimulia mtu kitu gani kuhusu wewe, nilivyoiona nilipata hisia gani, na vitu kama. Kwa hiyo brand ni mjumuisho wa uelewa mzima wa hadhira yako au wateja wako kuhusu huduma au bidhaa yako, ambayo ina touch points tofauti. Brand inaweza kaonekana kupitia njia za vitu vya mitandaoni, pages zako. Brand yako inaweza kuathirika na jinsi tu ambavyo tumepata huduma na kajibiwa vibaya na mteja wa duka lako. Brand inaweza kuonekana kwamba muonekano tu wa duka lako nje kani affect pako rough. Brand inaweza kuwa uzuri wa duka lako kanivutia, kwa duka fulani kali hivi nini, unaelewa. Yote hiyo ina affect brand yako. Lakini chapa tu yenyewe sio brand, bidhaa tu yenyewe sio brand. Okay, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba wamiliki wa brand sio wenye makampuni, ni wateja. Absolutely. Yani 100% kwamba brand yako ni inatokana na wateja wako. Nitoe mfano. Tulivyoanza kutengeneza Shujaa, logo ya kwanza ya Shujaa ilikuwa ina kama triangle. Kwa hiyo ilikuwa ina triangle afu ndani ndio ile kama umeona Shujaa logo ina ngumi iliyofungwa kwa na ina ngao ya Kimasai na kama mikuki nyuma. Nilitaka sababu brand yetu sisi sio passive brand, very active. Chapa yetu sisi Shujaa, jina lenyewe Shujaa. Kwa hiyo ukilisikia ukituona training yetu
training tu ya kuwa kocha wa Shujaa bro, unapitia physical ya kutosha, mental, tunafanya mitihani nini. Kwa hiyo that's how much Shujaa is aggressive. Lakini sasa baadaye wateja wazazi walikuwa wanataka watoto wao, wakasema ile triangle, ile pembe tatu imekaa kama Illuminati. Kwa nikawa nagombana sana na director, sababu mimi nilipenda ile logo. Lakini sasa kwa sababu wateja wangu wa kwanza akasema, wa pili kama 10 wakasema imekaa, wakawa wanasema imekaa, hiyo logo inawapa shida, imekaa kama Freemason, ikabidi nitoe, tuka redo the logo. Ndio maana kama logo sio brand, kwa sababu tulibadilisha logo lakini brand bado ikaendelea. Kwa hiyo hiyo ndio nataka kuonyesha kwamba brand inakuwa milikiwa na watazamaji wako, watumiaji wako, wapenzi wa CR7. Ni wale fans wamemjenga CR7. Bila na kwanza CR7 siwaambia ni nani CR7? Cristiano. Kwa sababu ya branding. Understand? You see? Sije wewe hujamwambia huyu na wewe hujamwambia huyu. Kwa sababu ya branding. Kwa hiyo wote sisi ndio tumehusika katika kumjenga yule CR7. Kwa sababu kuna Cristiano Ronaldo anayemjua nyumbani, mke wake na watoto, daddy. Yule sio CR7. CR7 ni yule mega superstar tunamjua, yule mashine matangazo tunampenda, anafanyika si nini, you know, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata mimi uliniuliza pia swali earlier, niliwezaje kubadilika, nikaanza kurealize kwamba kuna Daniel Kijo na kuna mimi Kiravu Kijo, yule nyumbani baba Kijo ni Chris Papa, #Chris Papa. Kwa hiyo nikaanza kujua Daniel Kijo ni nani, ana ujuzi gani, mjenge vipi, abadilike vipi, aanze kuwa vipi. Kwa hiyo as long as unaelewa kwa mimi kama personal brand yangu, naijenga personal brand yangu vipi, na mimi pia ni nani. Although pia wewe ni personal brand yako, lakini wakati mwingine lazima uiangalie personal brand yako kama sio wewe, ili uweze kufanyia audit na kuijenga vizuri. Kwa sababu kwa mfano mimi kama Daniel Kijo nikiwa nyumbani na madhaifu yangu mengi ambayo mngeijua nyie, ile brand ya Daniel Kijo ingesafa. Yawezekana CR7 tunamjua sisi anapiga mke wake nyumbani, mfano. Natoa mfano. Lakini je, wewe ungejua hiyo singe affect kipato chake? Au yeye anapigwa labda. Au yanapigwa, inge affect kipato chake. Lakini kwa sababu anatambua kwamba CR7 ni brand, matendo yake yanaendana kuiservice ile brand. Na inasaidia sana mtu kupita kwenye maisha ukiwa na malengo, ukijua wewe either wewe ni brand au kama una product yako ni brand gani, ili uweze kufanikiwa. Sababu kubwa kwa nini biashara zingine zinafeli. Mnataka kufungua duka la nguo. Sawa dada, unataka kufungua duka la nguo, but what's your brand? Utajulikana kwa kitu gani? Kwa mfano sema mimi nataka duka langu la nguo iwe kama Amazon, kwamba ni ndani ya 24 hour service umeletewa mzigo wako. It doesn't matter nchi gani. Yaani unaita tu labda 24 hour clothing. Kwa hiyo unaanza, wateja wangu mimi kwanza naambia brand yetu sisi ni express. Sisi hatuna mambo kuchelewesha. Ndani ya nusu saa bidhaa. Kwa hiyo unaanza wewe niche yako inakuwa kwamba wewe ni kwamba ndani ya 30 minutes mzigo umeupata. Na vitu kama hivyo. Okay, sasa hiyo ni brand. Right. Branding ni kitu gani? Branding. Yes. Brand au branding? Branding. Kwa kuna chapa na kuchapisha. Yes. Hapa tutengeneze brand and branding. Branding ni matendo yote, ni mjumuisho wa matendo, hatua, harakati zinazotumia vyanzo tofauti kuonyesha na kusukuma brand yako kwa watumiaji wako ambao nao na hata watumiaji wako potential ambao watakuja. Kwa hiyo ni harakati ambazo zinahusiana kuchapa yako kuweza kufika mbali, ikiwemo kutengeneza logo yako kuwekwa kwenye multiple nguo, vitu kama merchandising, logo yako kuonekana kwenye mabango yani outdoor, logo yako kuonekana kwenye TV yani advertising, logo yako kuwepo kwenye social media yani digital marketing na social media marketing, labda logo yako au huduma yako au wewe kwenda kwenye activation na kukutana na watu kwenye on the ground, yani matukio yote unayofanya wewe kuhakikisha kwamba chapa yako inafika kwa watu kwa njia utakayo unayo create. Ndio sasa branding ni ile process ya uchapishaji chapa yako kuonekana, kujulikana kwa njia chanya kwa ajili ya biashara yako au brand yako mwenyewe. Kwa hiyo ni matendo yanayoendana na kusukuma chapa yako. Kwa Dani Kijo pia kuja Club A to Z ni sehemu ya brand. Sehemu ya branding. Nilipokuja cha kwanza nilifanya nini? Nikashoot video kwa fans wangu, ni kwa sababu inaendana philosophy zenu na harakati zenu zinaendana na matukio yangu. Kuna watu wengine walinialika kwenye mabata, kuna masponsor wa pombe, mapati fulani, sijui nini, ambao kwangu mimi na ninachotaka kujenga na brand yangu haendani. Kwa sijaenda. Lakini hapa A to Z Club nimekuja kwa sababu naendana, harakati zetu zinaendana, brand yenu na voice inaendana na brand yangu. Exactly. I think umejibu pia swali langu lingine ambalo nitaka niulize, lakini kwa kulicement ulipozungumzia especially wakati una define branding, sasa yale matendo ama process unaopitia kuweza kujitengeneza wewe kama ni personal branding ama kutengeneza
kile kitu ambacho unakitengeneza, yanatakiwa kuwa ni matendo ambayo yanaendana na vision ya kile unachokitengeneza. Absolutely. Yeah, kwa hiyo kwa kijana wetu ambaye ndo amegraduate sasa hivi, ameingia mtaani, anatafuta namna ya kuweza kufika mjini, anatafuta namna ya kutoboa, anatafuta namna ya kuonyesha talenti yake ama kuweka talenti yake mahali iweze kumfaidisha mwisho wa siku. Na kama ambavyo niliwahi kueleza kwenye moja ya episodes kwamba kutengeneza vision pia ni kitu muhimu kwa individual. Sio tusiachie tu makampuni yawe na vision, hata individual kuwa na vision. Mimi nikijaribu kureflect mimi mwenyewe wakati nimeingia kwenye market, nilikuwa niko very blank. Right. Yani sijui kesho asubuhi nikiamka nianze kufanya nini. Naam. Yeah? Sasa kitu kimoja ambacho nimekipick ni ile plan yako na jinsi ambavyo ulikuwa triggered kuona kwamba kwa sababu dunia inaelekea hivi, nahitaji kubadilisha elimu yangu, maarifa yangu kuelekea upande fulani. Yeah. Na ni kitu ambacho tunataka pia vijana wetu waweze kukipata. Na ningependa nisikie kutoka kwako, pamoja na kwamba umeshazungumzia jinsi ulivyojipanga na nini, tunazungumzia kuwa na vision at the end of the day. Kwamba unataka kuwa binadamu wa namna gani. Na sasa hivi tuko kwenye dunia ya namna gani. Ya kijana ambaye kesho asubuhi anajiuliza nifanye nini. Yeah? What is the low hanging fruit ambacho kijana anaweza kuanza nacho kesho asubuhi ili aweze kuona kwamba hiki kinaweza kikanipeleka kwenye njia fulani ambayo nataka kutoka? Swali nzuri. Kwanza kuna kitu inaitwa, kuna huyu jamaa anaitwa Jocko Willis. Jocko ni ex-marine, Navy SEAL, Special Forces. Na kitu ambacho anasemaga ni kwamba kuna kitu supreme accountability. Supreme accountability ambayo mimi ilinisaidia sana. Kuna wakati sikuwa hivi, right? Nilikuwa na makosa nimefanya maishani, mahusiano mabaya ambayo nisaidii maisha. Yaani mambo yalikuwa yanaenda hivi kwa sababu sikuelewa vizuri vision ya maisha yangu. Na waga mimi napongeaga Alan ni I'm a realist. Sipendi kujifanya malaika, sipendi kujifanya perfect. Wazazi wa vijana wanaosikiliza hapa wataki kama baba hao. Unajua baba alifanya mimi nilikuwa wa kwanza, kila kitu perfect. No, hapana. We have to share pia our shortcomings ili waweze kujifunza. Kwa hiyo nilikuwa mtu ambaye naenda hivyo, yani sina clear plan. Lakini baada ya kumsikiza Jocko, alisema kitu supreme accountability ni kwamba we have to be accountable kwa maisha yako holistically. Kama ni sui ulifilisika kwa sababu ulitapeliwa na mpenzi wako, wewe ndio ulimchagua. Kwa hiyo whether yeye ndio aliiba, sawa, yeye you go beyond the excuse. Yeah. Kwamba lakini still where you are, yani ile supreme unapita mpaka hata kama mzazi wangu sio aliniacha, alinitelekeza, sawa, lakini ulizaliwa na mikono miwili na mikono, yani unarudi kujibinya wewe mwenyewe. Yeah. Kwa I had to be accountable kwa maisha yangu kwamba you know what. Kwa naomba vijana watazama kutokana na swali lako kwamba unavyo wewe unaye graduate, wewe ulikaa hapo nyumbani unaangalia Club A to Z, you are kwamba you are accountable. Sisi dunia sasa hivi haijali. Second thing, philosophy ambayo naamini, no one is coming to save you. Yeah, sure. Ile concept ya kwamba wazazi wetu kama kimaliza, unajua serikali anaenda wizara utumishi, anapangwa sio wapi, anaenda jeshini, niko wizara sio bandari, wanakaa miaka 70 mpaka na retire marupurupu, sio ile formula ya wazazi wetu haipo. Haipo. Yeah, kwa hiyo kwanza no one is coming to save you, pili supreme accountability. Dunia sasa hivi sio kama wazazi wetu wakutarishiwa kazi sio serikalini na nini, wewe kuamka mwenyewe. Na inasemekana kwamba 90% ya vizazi sasa hivi are soft. Kwa hiyo unaitazama Club A to Z now nakupa changamoto uamue kwamba kwanza lazima uwe tofauti. Na niliona Dana White, president wa UFC, mchezo wa MMA kina Conor Khabib, alikuwa anaongea akasema kwamba yani kizazi hichi people are so soft. Kiasi kwamba wewe ukikaza kidogo tu unatoboa. Yani ukikaza kidogo tu kama kwamba tofauti na wenzako, ukakaza tu ukatoboa. Kwa wewe kijana unayetazama Club A to Z sasa hivi nakwambia kwamba wewe unayetazama sio kamera ile pale, ukikaza kidogo tu utazidi 95% ya wenzako ambao umegraduate nao. Yeah. Sasa pili, jua kwamba hakuna mtu ambaye Mungu amemwacha bila talanta. Cha kwanza ni kujua, je, wewe ni nani? Una ujuzi gani? Unaweza ndio maana kama umekujaga kwenye Projono tunasemaga kwamba your story, your brand,
your paycheck. Mimi naamini kwamba kila mtu alivyoumbwa ana uwezo wa kushare story yake, share ujuzi wake, share mawazo yake, shirikiana na watu wengine na kuonyesha thamani na kuweza kupata kujijenga na kujulikana katika eneo hilo kwa kutambua brand yake na baadaye hiyo brand yake itampa hela. Nitoe mfano. Na huu mfano nautoa sana. Wangapi hapa wameona video za wale ma Sister Du, ma Slay Queen, status za WhatsApp, amejitengeneza, ameweka makeup na filter, au labda anajua makeup, anajitengeneza pale mrembo mzuri, lakini inaishia tu hapo. Tumuite udada labda Kuluthumu. Wewe Kuluthumu ambao mko wengi kama alivyosema kaka Alan, unaitazama sasa hivi. Yawezekana naomba nikupe tu ujuzi kujikongoa hapo ulipo. Chukua hiyo simu yako uliopewa na boyfriend, bwana au nani, wewe umenunua whatever. Una ujuzi wa makeup, una ujuzi hapa kusuka. Chukua simple video, weka color vizuri, elezea pale, ongea vizuri, jifunze. Kawaida kuna resources nyingi za kuongea. Mimi ni Kuluthumu, jamani warembo kama mimi, unaona makeup yangu hapa, unaona style hii, mimi nafanya hizi kwa bei nzuri. Achana kwenda saluni hizo ghali, mimi nakusaidia kwa huduma ndogo kabisa, na kupigia na nakufuata, namba yangu ni hiyo hapo, naweka. Unaituma hiyo nani? Boyfriend au baba au mama akikupa shilingi 30,000 baada ya kwenda kunywa hizo savana, achana nao. Sponsor lipia kuna mitandao ya simu na hizi Visa card, weka hiyo hela, inakuwa dola kadhaa, itangaze siku 3, itaenda kwa watu 5,000. Na kuahidi kaka Alan, kama bei yako ni competitive na iko chini, yule dada ambaye alikuwa amekaa nyumbani na makeup, kuna mtu anaenda kwenye birthday kesho, badala ya makeup 300,000 wewe sema 100,000 atakutafuta. Exactly. Unachukua 100,000, unaenda unamchukua zako pale Mudi ambaye ana bodaboda, unachukua vidude vyako kidogo, unaenda unamtembelea, unafanya makeup hiyo dada, unapewa 100,000 yako, unamlipa Mudi 10,000 yake kwenda na kurudi, ukaiwe 90,000 yako unaituliza. Kesho unafanya video nyingine, baada ya kusponsor 20,000 una sponsor 30,000, unaenda kwa 7,000. Una repeat. Kwa hiyo unachohitaji ni discipline. Huyu Kuluthumu hajaenda degree, huyu Kuluthumu hana masters, huyu Kuluthumu mjanisikia hapa nikisema nenda sijui usome ujuzi gani. Sembuse nyie sasa ambao kwa mfano umebarikiwa na Mwenyezi Mungu, mmegraduate, mna ujuzi. Mfano kuna dada mmoja alinifuataga anambia umemaliza sheria, law school, ni advocate. Nikamwambia kuna watu wengi sana wana shida mtaani, unakaje unasema unakosa hela. Nikamwambia nenda kwenye stationery. Andika jina lako Mariam Juma, bwana sheria, una shida ya mkataba mauzo, mkataba ardhi, si nini, pata mhuri na nini, alafu vikate vikatasi vidogo vidogo, alafu zunguka asubuhi mpaka jioni kwenye mitaa unagawa hicho karatasi. Alafu niambie kama watu watapiga. Simu zitaita tu. Baada ya siku 2 naambia anaanza kupata kazi. Kaka dada kwa mtu anahitaji mkataba, sio affidavit, mwingine hana NIDA. Huyo dada sasa hivi anaelekea kufungua firm yake. Kwa sababu tu ya kutumia ujuzi ambao. Sasa wewe kama ungekuwa ni mwanasheria unasubiri umepeleka barua zako kwenye firm, unakaa, unasubiri kuitwa, na huyu ambaye huyu atafika kwenye firm yake kabla hata ya wewe. Kwa sababu by the time unaitwa unaanza kufundishwa, yeye soko litakuwa limeshamfundisha. Kwa point ambayo nataka kusema kwa hii mifano miwili au mitatu. Mwingine ni Gaucho. Rafiki yangu mmoja Msela anakaa kule Sinza karibu na Kitambaa Cheupe hapa kule. Kama unamjua Gaucho, watu wanamjua Msela mmoja hivi, huni kweli. Sema jamaa yule ana kipaji cha electronics bro. Yaani yeye ana bisibisi yake moja anawekaga hapa. Anatembea nayo. Hiyo bisibisi sijui jamaa ina uchawi, atarekebisha kila kifaa cha umeme duniani na hiyo bisibisi yake moja. Atapanda feni hata yaani ana friji TV, yaani jamaa ana natural kipaji cha electronics. Nikamwambia Gaucho, tengeneza hivyo kama vile dada, tengeneza vikaratasi, kata. Kuna wakati tukaenda Gaucho akatengeneza, akaanza kupata hela kidogo, ndio pombe kama nini, changamoto zingine sasa sema akarudi tena chini. But point inayosema ni kwamba kama watu kama Gaucho, Kuluthumu, dada Kuluthumu na watu wengine wanaweza kubadilisha maisha yao kwa strategy ndogo. Wewe haujapewa ubongo kwa ajili ya kuangalia Netflix tu na kuelewa story. Ubongo ni living breathing machine ambao Mwenyezi Mungu Allah au Yesu amekupa wewe, ambao ukiinstruct ukaenslave. Fanya ubongo wako uwe mtumwa wako, ufanyie kazi wewe. Usitake ubongo wako wewe kukuendesha wewe. Na ili ubongo wako kufuate, lazima ufanye vitu vigumu kama kuweka mfumo wa kila siku yako inaamka siku yako iwe vipi. Kwa hiyo unapolala leo asubuhi, amka kesho nitafanya nini kutoka hapa nilipo. Yawezekana ujui hivi vitu, tafuta mtu akukufundisha, tafuta kujua. Tanzania ni nchi ya 3 duniani kwa internet, Afrika kwa internet penetration, lakini pia ni wa pili duniani kwa kuangalia picha chafu mtandaoni. Kwa vizazi baada ya kutumia MB kupata ujuzi, unatumia wewe kujifurahisha na kuangalia vitu vibaya kwenye mtandao, au kuangalia series, au kuangalia tu movies. Hamna mtu anasema usiangalie movies. Lakini wewe una njaa, una muda kuangalia movies bila kuongeza ujuzi. Kwa hiyo hizo MB chache ulizonazo,
hujui kuongea Kiingereza ndugu, hujui kuongea Kiingereza blaza, kuna channel kibao za kufundisha Kiingereza mtandaoni. Huo muda wa kuangalia series mpaka unamaliza season 1 2 3 mpaka 12, ungeweza kuwa umetumia hiyo. Sasa hivi unaongea Kiingereza, unaongea Kichina, unajua kutengeneza keki, unajua kwa basic coding, unajua kuongea communication, una ujuzi wa MC, yani vyote vipo mtandao. Na uzuri wa dunia sasa hivi. Kwa hiyo na kuenzi kijana uamue kwamba uwe tofauti. Kama ukienda kawaida, maisha yakawa yanaenda kama river, yani umekaa kwenye kama jani likiangukia kwenye mto linaenda tu, utafeli. Lakini ukiwa kama umekaa kwenye river, lakini una boti lako au engine, kwamba nataka kwenda hapa, no, una control the course of your life, ndio mifano unaitoaga, utaweza kubadilika. Kwa kama sisi wazee katika miaka 40 na kitu tuna pivot, tunaanza kugeuka sasa hivi. Sembuse nyinyi ambao hamna majukumu bado, hamna watoto wanne kama mimi, mna uwezo wa kusoma, mna muda bado, mnaweza travel, nenda jifunze, kutana na watu, badilisha ujuzi. Hii ndio inavyotakiwa kwa vijana. Yeah, you said it all. Nakumbuka kwenye mazungumzo mengine kuna kitu kimoja kiliwahi kusema mahali na whatever you're saying right now is exactly ambacho tulikuwa tumekizungumza kuhusiana na unajua kuna watu nasema wako na traumas. Yeah. Kwamba labda ameishi kwenye familia ambayo haikuwa sawa, wazazi walikuwa wanapigana, ama kuna kitu fulani kiliwahi kutokea kwenye maisha yake. Sasa ile trauma inazidi kuwa kula kila siku, kiasi kwamba wanasahau kuanza kutumia ubongo wao kama ulivyosema kama tool ya kuweza kuwafikisha wanapotaka kwenda. Right. Lakini end of the day inakuwa ni excuse tu kwamba mimi sina wazazi wote wawili, kwa hiyo sitaweza kufanya chochote. Yani kuna hayo mawazo, na ni mindset ya watu wengi sana out there. No. Kwamba mimi sina kaka kwenye wizara ya maliasili na utalii, kwa hiyo mimi siwezi kuwa tour guide. No. Au mimi siwezi kufanya kitu fulani kwa sababu sina mtu fulani. Kwa hiyo nimefurahi umeongea kwa hisia zaidi kwenye hilo eneo. Right. Kwa sababu pia hisia zetu ndo zinatufanya tushindwe kufika pale ambapo tunahitaji kufika. Yeah. Ukiangalia account ya Instagram ya Shujaa ya kwako, ukiangalia account ya Instagram ya Havana Properties ambayo ndio sponsors wetu hapa, ukiangalia account ya Instagram ya Sokonoga ambayo ndio ni partner wetu pia upande wa nanili kwa sound system ya podcast yetu. No. Na ukilinganisha followers kwenye personal account za hao watu ni tofauti. Yani Alan ana numbers nyingi kwenye account yake kuliko biashara yake. The same to Sokonoga. The same to me. Mimi nina Formula 1 Kiswahili na wakutanisha watu, naandaa event kwa ajili ya watu kuangalia Formula 1 na nini. Lakini pia ukilinganisha na account yangu ya Instagram, followers ni tofauti. You understand? So hiyo ndo personal branding. Personal branding ndio inayofanya mtu binafsi awe na followers wengi kuliko biashara yake. The same to Tesla. Ukiangalia hata Tesla sijui nini hiyo na Elon. Elon ana followers wengi kuliko page yake. It means Elon Musk au Alan, personal brand yake ndio imemsaidia yeye kuwavuta watu wengine kwenda kwenye biashara yake. It means kama asingeweza kujenga personal brand yake, manake asingepata watu. Ndio nachokisema, je, personal brand ndio brand muhimu zaidi kuwa nayo kwa karne ya 21? Yeah, so hiyo swali zuri sana kwa sababu mimi nilifikiria, because kwanza I don't think kuna one size fits all. I don't think so. I don't think kuna one size fits all kwa sababu inategemea tu nguvu ya personal brand yako, inategemea nguvu. Kuna kampuni zingine product brands ambazo zina nguvu sana kuliko owners wao. Nikikuuliza wewe sasa hivi let's say Colgate au Coca-Cola, unamjua mzee Coca-Cola nani? Au owner of Coca-Cola? You don't know. Lakini it's a very strong brand. I mean, it's one of the strongest brands in the world, I think, Coca-Cola, in terms of penetration na vitu kama hivyo. Nikikuuliza labda Lockheed, yani makampuni hayo tenza silaha za Marekani ambazo kwa World War II zitumika silaha zake, vifaru vyao, Lockheed Martin, watu wengine hawajui, lakini product yake ni the number one military products in the world. Kwa hiyo but ninaweza kusema kwamba na believe 60%
ya brands zinayoibuka sasa hivi katika karne hizi miaka 5 kuja nyuma zinakuwa zinahusiana na personal brand. Na kuna personal brands zingine ambazo hazina hata product kama Joe Rogan. Joe Rogan podcast yake Spotify ilimpa zaidi ya 100 million, 200 million 2 years sasa hivi, I think 100 at least 100 million. Na yeye hatujawahi kuona product yake yeye kama Joe Rogan. Na bado yeye personal brand yake inaendelea vizuri. Kwa hiyo kuna products zingine kama BYD, Build Your Dream, ambao ni magari electronic ya China. Magari ambayo yanacompete, ameshaipita magari ya Musk sasa hivi katika wingi wa EVs, electronic vehicles. Na owners na BYD ni brand ambayo naweza kusema nimekuwa katika miaka 10 au 5 na hatumjui owner, yani owner personal brand ya mtu wa BYD, yule miliki wa hiyo kampuni hatumjui sana. Tunamjua anaongea lakini sio mtu ambaye anatumia nguvu kujenga personal brand yake. Kwa hiyo I think inategemea sasa wewe ni product brand, ni corporate brand, ni service brand au ni personal brand katika zile definitions zetu 4 main 4 groups. Umeelewa? Although personal brand ina nguvu sana kukutoa we haraka kujua kuicheza nayo. Tunaona watu kama kina Baba Levo ameintroduce, amekuwa wamejenga hiyo economy ya uchawa, ameenda nayo yeye na Mwijaku kwa style yao, ameenda mpaka inaanza kuwa kitu, wamefuza mtobea personal brand yao mpaka sasa anatoa personal brand yake inaanza kuwa na manifestations zingine. Kwa mfano first time in America akatoa ule mwimbo first time in America sio nini. Sasa ile ametumia personal brand yake, anaingia in other products, ana diversify portfolio yake na anajenga music products. Ataanza kwa mfano sasa anaweza kufanya mia, akatoa album tukashangaa imekuwa hit na hit zake 3, anaanza kufanya show za muziki, baadaye anapata kipato kupitia brand yake ya muziki, even though personal brand yake hakuanza nayo kama ya muziki. Watu kama kina Colgate, kina Coca-Cola ni kampuni ambazo zimeanza miaka mingi iliyopita. Sawa. Pengine ni wakati ambapo watu walikuwa hawapay attention kuhusiana na personal brand. Walikuwa I think product ndio ilikuwa kitu cha muhimu sana kwenye soko la wakati ule. Sasa hivi tupo karne 21, vijana wengi ilikuwa naangalia takwimu hapa, vijana wengi ambao wanamaliza chuo ni around miaka 22 mpaka miaka 25. Ndio ambao wanamaliza hivyo kwenye miaka. Huyo mtu hawezi kutengeneza kampuni ya Coca-Cola kama Coca-Cola ilivyoanza 1800 huko. Yeye inabidi awekeze nguvu kwenye I think kwenye personal brand yake zaidi. Kama atahitaji kutengeneza nayo Colgate yake, atumie personal brand yake kutengeneza Colgate yake. So mimi ndivyo ninavyoamini, lakini naamini hata wewe pia unaamini hivyo, kwa sababu wote tunakubaliana kwamba makampuni mengi especially Tanzania sasa hivi hayapendi kufanya kazi na agencies. Advertisement pamoja na promotion ya bidhaa au product zao. Let's say kwa mfano kampuni za mitandao ya simu sasa hivi. It's better waka opt kufanya kazi na Daniel Kijo kuliko waitafute Club A to Z marketing agents kufanya nao kazi. Niko sahihi nikisema hivyo? Na ni kwa nini hivyo? Sawa, kwa experience yangu mimi makampuni mengi tayari yana retain na agencies. Yana mkataba na agencies. Wanachofanya wanatumia tu agency kuwatafutia ma-influencer whether macro au nano au mega influencer. Kwa sababu influencer pia una levels. Trend ambayo nimeona ni kwamba makampuni yanatoka kwenye mega influencers wanakuja kwenye micro au wakawai macro, micro, nano. Kwa wanakuwa na kwamba okay, nano chini ya watu 5000, kuna nyingine chini ya 10000, kuna kina Kijo chini ya labda 50000, kuna wachini. Kwa wana blend ile mix yao kuchagua watu tofauti. Kwa lakini wanaenda kwa agency, wanaambia okay, agency tunamtaka huyu na huyu na huyu, au tuna product hii tutafutia watu wanaendana na hii. Agency wanakuwa na pool ya influencers wao, wanaangalia na kupigia Kijo, tuma rate card yako Alan, tuma rate card yako Alex, tuma rate card yako, wanaangalia na compare, wanaona Alan ndio bora, wanampa Alan. Ndio nachojua mimi. Kwa sababu mara nyingi makampuni makubwa they want to focus kwenye biashara yao. Umetaja kampuni ya simu. Wao kazi yao ni kuuza airtime na data, wana focus kwenye product zao hizo. Lakini kufanya sasa outreach yao wanatumia agency mara nyingi sana. Upande mwingine inatukwaza sisi ma-influencer kwa sababu agents wanatukatagia hela sana. Wanapiga fee yao, labda mteja yuko willing to spend milioni 5 kwa mwezi, unaambia kuna milioni 1 kwa mwezi. Unaelewa, wanaipiga hiyo hela. Kwa hiyo experience yangu mimi kwenye hiyo kikubwa ni kuangalia gap lililopo. Kwa hiyo kwa sababu wewe umefikiria sana kwenye upande wa marketing na influencing na kupromote products, lakini kwa ukiangalia kwenye makampuni kuna uhitaji mkubwa zaidi wa mambo mengine mengi sana. So kwa mfano upande wa digital marketing right now, ukiangalia digital world is
growing up so fast, vitu vina change. Juzi tu hapa tunaongea na Centric Creatives, wanatuambia TikTok ndo sehemu ya kutokea, na kweli tumeweka kidogo tu tumetoka. Umeona? Kwa hiyo tulijuaje? Kwa sababu kuna mtu mwenye ujuzi anaona kuna gap sehemu fulani ambayo linatakiwa kuwa fixed ama kuwa bridged. Sawa? Kwa hiyo kwa kijana ambaye sasa hivi anatusikiliza na anataka atafute sehemu, kwanza ni kuhakikisha kwamba una maarifa, umetafuta maarifa ya kuweza kujua wapi kuna gap. Alafu sasa unaweza kulijenga lile gap kwa namna gani? Swali ambalo nataka nikuulize Daniel, are you ready to mentor someone right now? Yeah, I mean, purpose nzima ya kuonyesha Projono Masterclass ni kwa sababu itajigao kwenye sehemu mbili. Kwanza training na events ambazo ndio tumeshaanza kuzifanya, lakini pili na production ambayo tumeshaanza kuifanya. The vision is kwa sababu tuna international connections ambazo tumezijenga kwa miaka 20, ni kujenga Projono networks za watu ambao wanakuwa sehemu ya the network. Eventually utalipa hela kwa sehemu ya hiyo network, lakini unaweza ku access kazi, unaweza ku access expertise, unaweza ku access projects ambazo tunapata funding kufanya na vitu kama hiyo ambavyo vinacheza kwenye branding, media na marketing, events na vitu kama. Kwa hiyo inakuwa kama agency, lakini sio agency ambayo imefungwa kwenye kuta. It's like a agency that is virtual. So kama ambavyo Uber ni kampuni ya usafiri lakini haimiliki magari. Right? We want to be giving branding and multimedia service without owning 4 walls as an agency. Kwa kutumia the network ambao tumewajenga wenyewe kupitia training zetu, lakini pili zinapokuja kazi unafanya the production sasa, kama ni video production, kama ni documentaries, kama ni nini, bila kuwa na ile structure ya production house. Kwa sababu kuanzisha production house au studio kuna overhead costs zake nyingi sana. Lakini kupitia partnerships ambao Projono imeshajenga, tunaweza kuwa na nafasi sasa kuajiri na kuwapa nafasi vijana wengi. Sasa hapo ndo mentorship itafanyika vizuri. Tunajua kwamba Alan una podcast yako, na we Alan na Alex kupitia A to Z imeshakuwa partners wetu, tumekuja Projono, sisi tumekuja kwenye podcast yenu, ukawa siku umesema tunahitaji extra cameraman. Sisi tutaangalia kwenye pool yetu wale ambao tuna intern nao wameomba kwa kwenye internship program. Bwana Alan, kuna kijana yuko hapa, tunaomba msaidie. Likewise na mimi pia, kama nilivyosema, nimekuwa intern kwa miaka 7. Natoa hela yangu ya usafiri, ni kama njia yangu ya sadaka. Natoa hela ya chakula, watu wanakaa ofisini kwangu na mentor kwenye journalism, kwenye branding, naendelea nao mpaka leo. So swala kujibu swali lako, yes, napenda kumentor na nitaendelea. Lakini pili, Projono Networks itakutanisha vijana wanaotafuta opportunities na watu ambao tumeshafanya nao kazi, au watu ambao wana same philosophy ya kubadilisha maisha ya vijana Kiafrika na kumkwamua kiuchumi kwa njia za kidijitali. Nice. Okay, sasa Kijo, nyuma ulisema kwamba kuna vijana ambao wanatumia mabando yao Netflix nini, ametoka TikTok kama chura, ameruka hapa, ametoka hapa, ameingia pale hivyo. Yes, anaingia kila sehemu. Lakini inawezekana pengine sio kila mtu ana uwezo kuutilize mitandao ya kijamii na ikamletea impact kwenye upande wa kuestablish labda personal brand yake. Ni lazima mtu ili atengeneze personal brand yake, ni lazima atumie mitandao ya kijamii? Si lazima, lakini mitandao ya jamii ina accelerate, ina intensify, ina kuamplify na kufanya uonekane zaidi, ni rahisi zaidi. Wewe umeongea kuhusu boxing, sijahitaji kuja hapa kurusha ngumi ili uone, lakini umeiona kwenye page zangu za mtandao. Lakini kuna njia zingine za kujenga personal brand yako. Kama nilivyosema, kuna watu labda mtaani anajulikana kwa kitu fulani. Kila mtaa kuna yule jamaa ambaye ukimhitaji kuchimba mtaro, kazi ngumu, yule Abdalla yule au yule Juma yule. Kuna mshikaji ambaye kila mtaa yupo. Unahitaji kubebewa sui nini, muite. Unavoenda pale, unavotoa huduma yako, una ukarimu, unaongea vizuri, watu watakujua tabia yako. Kwa hiyo unajenga brand yako sio tu mtandaoni, hata unavo interact na watu kabla hata kamera kuwashwa, hata kabla kupost, unavojibeba wewe, unavoheshimu watu, unavokuwa genuine katika ile focus yako. Kama Daniel na mke wako unasema kwamba ni watu wa fitness na vitu healthy, sisi imebidi wakati mwingine tukatae hela kutoka kama kampuni ya fast food. Waitaka kutoa hela nzuri tu. Kumbuka nilisema tukakataa hela hiyo kampuni ya fast food, sitahitaja hapo kwa kuwalinda ndani na pombe. Kuna mmoja sasa hivi tunapambana nao wanataka kunichukua kidogo kwa sababu ni light beer na nini, ni product mpya naendelea kufikiria kwa sababu sio pombe kali, najaribu kuangalia. But point yangu nasema ni kwamba kuna wakati inabidi ukatae some of these deals kwa sababu haziendani na nani yako. Kwa sababu nini?
Kwa hiyo kama nasimamia afya na sio mtu wa mapombe, siwezi kukutwa mimi nimeelewa chakari jamani na posti kwenye nani haiendani na brand yangu. Kwa hiyo inabidi endane na what you una promote. So maana sio kujibu sio lazima uwe mtandaoni. Matendo yako ndio yataongea na kujenga brand yako. Sawa. Okay. Niambie ni rahisi kiasi gani kupenetrate kuingiza personal brand kwenye corporate? Kwenye ulimwengu wa corporate. Kama personal brand yako ni ya corporate brand, kwa mfano mimi nilishaamua kwamba mimi ni premium influencer. Mke wangu ni premium influencer katika masuala ya family, sisi ni family wetu. We'll be traveling, tunasafirishwa around Tanzania ku experience real estate, ku experience mahoteli, familia yetu tunakuwa flown, tunaenda Serengeti bure. Tushaamua sisi ndio focus yetu. Bure. Sio tu bure, full influencing bro. Hiyo ndio brand yangu. Mbona unashtuka? Mimi hoteli kama Hyatt au Kempinski, mimi kila miezi kadhaa familia yangu tunaenda full board siku 3 weekend, tunakaa tukula full breakfast, thousands of dollars. So hiyo hayo ni matokeo ya maisha yako ya miaka 40 nyuma. Absolutely, exactly. Tunarudi kwamba yale unayoyafanya yanamata. Kwa hiyo miaka nyuma mimi nilikuwa nakataa kazi za aina fulani, sema mimi sitaki kuwa brand fulani, sio mimi. Kwa wewe unaangalia wewe, kuna watu wengine ambao brand yao pia inawapatia kipato kwa njia hizo ambazo mimi nimezikataa. Okay, Kijo, ngoja. Slow down. So sasa hivi wewe unalala Kempinski, sijui unaenda Serengeti bure, unaenda nini? Lakini tuseme miaka 10 nyuma au 20 nyuma, ilikuwa ukihitaji kwenda Serengeti ilikuwa lazima ulipie. Nilikuwa siwezi hata kulipa. Ulikuwa huwezi hata kulipa. Uwezo wao sikuwa nao, sidanganye. Lakini sasa hivi kwa sababu ya hiyo personal brand yako, means wale jamaa wanaona value ambayo uko nayo, wanakupa hizo accommodation free. Kwa sababu wanajua kwanza ni mjuzi wa storytelling. Ni mtaalamu na gwiji wa jinsi ambavyo brand yao nitaielezea kwa watu kwa njia tamu, nzuri na yenye raha. Wanajua pia kwamba hawa followers karibu, nilikuwa hacked nyuma nikaanza upya, lakini mpaka sasa hivi na kama 36 followers 1000. Ambao sasa hivi labda nadhani bila wale mwanzo walikuwa 57000. Kwa sababu sasa nilikuwa 100k 150k let's say. Na niko okay na kutokuwa na si sponsor kwa ajili rob kwenye ile apps unapata bots. Unaweza kupata followers wengi kumbe fake. Siko tayari kufanya hivyo. Nataka genuine followers. Kwa kama unaona kweli unataka ile middle to upper income segment ya watu ambao wanaangalia news, watu wanafuatia Daniel, wanaenda gyms akishua Masaki, ofisi yake iko Masaki, watoto. Yaani mtu fulani ambaye anataka watu serious, wanao spend kwenye familia, wa baba, maanko, corporates, wanao spend, utakuja utanifuata mimi. Kama unataka brand yako wewe ni vijana, sengeli na nini, kuna watu aina hiyo unaenda pale. Kama brand yako ni ya udaku na nini, kunaenda. Kwa kila mtu anaamua. Kwa mimi nitafuta sehemu ambayo, ndio maana hata katika kufanya vipindi vyangu sikufanya vipindi vya entertainment. Huwezi kusikia mimi nifanya vipindi kwamba okay top 10 ninaofanya, sio kwa sababu siwezi au kama niko boring au siwezi sijui muziki au sijui fashion, lakini it's not my thing. Kwa hata kama nikienda kwenda kwenye hizo event naenda nikiwa kama corporate brand and nikaamua tujijenge hivyo. Na alhamdulillah, na hicho ndicho ninachotaka kueleza kwamba kuna economy nyingine kabisa ambayo ipo, ambayo kama wewe unajifanya wewe ni mwanaume upendi, kuna watu wanasema mimi wakienda mtandaoni spendi. Sawa, kuna madhara mtandaoni ya simuhuni lakini mtandao ni tool. Wewe utabaki hapo, si tutapeleka watoto nje, tuta fly around the world, tuta enjoy. Wewe utabaki tu unasema kwamba hutaki mtandaoni, bidhaa yako haitaenda, brand yako haitakuwa, utapata connections, utapata experience na utatumia hela nyingi sana kupata hizo experience hapo, utapata maarifa pia. Exactly. Sasa kuna rafiki yangu labda sasa hivi yupo zake Mtinko Singida huko. Ambaye yeye labda hajapata muda wa kujifunza sana, ndo ameingia mtandaoni amekutana na hii video ya Projono ya Club A2Z. So yeye ameshatengenezewa picha. Shauri zako. But we're partner. No problem. Ameshatengenezewa picha kwamba ili uende mjini ukiwa Tanzania, si ndio? Lazima ufanye kama wanavyofanya fulani, kama ugarigare barabarani, uvue shati upande juu, ufanye nini. Kuna gap ambalo lipo, ambalo mtu anaweza akadivert kwenye hiyo njia ambayo au hiyo barabara ambisha chongo. Siwezi kumpa huyo mtu jibu, kwa sababu hata gap kama lipo inabidi endane na wewe ulivyo. Authenticity. Kwa lazima tuile personal brand yako inajumuisha nini? Inajumuisha wewe kujijua na ujuzi wako na credibility yako na niche yako ni nini. Watu wakujue wewe kwa lipi. Mfano, kuna jamaa mmoja yeye ni mkalipiaji.
Umeona post yake jana. Hao masingo mother, sio nini sio mwana yule jamaa. Mwingine uhuni tu. Haya, mwingine akasema nyie wanawake, siku hizi kuna watu mmeongezeka bila kutuelimisha wanaume kuhusu masuala ya kimapenzi. Nani kwambia tu? Yaani ni mkalipiaji. Nimeangalia post yake. Sawa, huyu dogo hayuko kwenye same luxury. Jamaa na hakika yuko mkoa. Kwa zile video zake zilivyo yuko mkoa, hajaweka simu filter, simu yenyewe sio iPhone 16, lakini jinsi ile persona yake iko authentic. Nikajikuta mimi Dar es Salaam Masaki nimekaa ofisini na cheka na scroll tu page zake na cheka naangalia. Anakalipia kitu hichi, anakalipia kitu hichi, anakalipia kitu hichi, anakalipia kitu hichi. Umeelewa? Kwa hiyo you don't have to change kupata hela. Kuna watu ambao alianza brand yake ni kukimbia, anakimbizwa. Niwaambieni, alikuwa anasemaje sijui Mboneke yule. Mboneke ndo alianzia huko. Akasema sijui irudiwe, sijui nini. Sijui wapo. Haya, kuna David Goggins Marekani, wao ni huko anakimbia. You shouldn't be. Sijui nini anakimbia anakupa motivation. Kwa hiyo wewe tafuta niche yako, tafuta wewe sehemu ambayo Mungu amekupa, na kama ni authentic itaganda tu. Sawa. Nafikiri tuishie hapa. Kwa leo tuishie hapa kwa sababu haya yote tuliyozungumza hapa ni muhimu sana na tunahitaji kuyatafakari na kuyasikiliza tena kwa umakini zaidi. Na nafikiri vitu vikubwa ambavyo tumevizungumzia hapa ni pamoja na experience yako, jinsi ambavyo uliamua kunavigate through blocks of years na kuangalia ni kitu gani unatakiwa kukiongeza, na hii inaendana kabisa na kauli mbiu ya kwetu ya swali kazi jibu. Wakati wowote tunatafuta maswali ni problems ama challenges ambazo zinatujia, na sasa tunazifanyia kazi kwa kujaribu kutafuta ujuzi, kuangalia nani anafanya nini, na mwisho wa siku tunatolea majibu. Kama ambavyo tumesema, wapi kuna nafasi unaingia. Ni kama tu mchezo wa mpira wa miguu. Ukiwa uwanjani unaangalia nafasi iko wapi ili uweze kufika mbele na mwisho wa siku kuweza kuscore. Kwa hiyo Daniel Kijo, asante sana kwa kuweza kupokea wito wetu na kuja. Na pia sisi kama Club A to Z tutaendelea kuwa pamoja na wewe kwenye safari yako, na pia tunakuomba uendelee kuwa pamoja na sisi kwenye safari yetu. Na end of the day, kama kuna chochote ambacho tayari umekwisha kiokota na umeanza kukifanya, mimi huwa napenda sana kusikia stories of impact. Inawezekana kuna podcast moja tulifanya hapo nyuma, kuna kitu tulikiongea ambacho umejaribu kukifanya ama kubadilisha mindset yako, tuambie, kwa sababu pia sisi tutajisikia vizuri kwamba tunachokifanya hakiendi tu bure, au sio? Thank you so much Daniel. Thank you, mazungumzo yamekuwa mazuri sana. Sana. Na kwenye format yetu ya swali kazi jibu tumepata mengi kutoka kwako. Tumesikia story yako ambayo pia wakati wewe unazungumza mimi najaribu kumira pia story yangu. Najaribu kuona wakati wewe unasema una block za miaka 10, mimi nilikuwa na block za miaka 2. Mzee wewe hatari. Mungu atanishaye mwambie nilikuwa na block za miaka 2 kwamba nikifanya kitu sijaona movement yoyote kwenye kile kitu kwenda sehemu ambayo ni chanya ndani ya miaka 2 na switch. Na switch kitu fulani either chote ama parts of it. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri vijana wanaweza wakakichukua kiwasaidia pia kwenye plan zao za kimaisha. Kikubwa ni kubadilisha ujuzi na kuchanganya akili. Na kwa sababu umetuambia leo hii, umetutangazia kupitia A to Z kwamba uko tayari kufanya mentorship na tayari umekwisha fanya hivyo kwa miaka 7 iliyopita. Maana vijana wengi sasa hivi wamefunguliwa milango sasa. Wanaweza wakutafuta, waweza kujifunza mambo mengi kwenye maeneo ambayo umebobea. Kuanzia kwenye industry ya media, lakini pia kwenye marketing na hata kwenye fitness kama ambavyo umesema. Mwisho kabisa ningependa sisi wote tuweze kuambia vijana kwamba tunatoa hii nafasi ya mentorship kutoka kwa Club A to Z vile. Kwa sababu lengo kubwa la Club A to Z, I keep saying this, podcast is just a small thing within a community but for a bigger idea. Na bado tunaendelea kuijenga hii idea. Partnership with Projono is one of the things. Na tunaomba pia nafasi, tunaomba pia tuje na vijana wetu, tunaomba tujiunge kwenye hii familia kubwa ambayo mwisho wa siku itaweza kutengeneza solution. Kwa sababu mimi binafsi kama human being, I have a vision kwamba
my vision is siku moja vijana wote ambao mimi nakutana nao, whether tumekutana kwenye setup ya kikazi, setup ya kishule, ama kwenye maisha tu ya kawaida, niweze kuwagusa kwa namna moja ama nyingine with confidence ambayo inakuja na knowledge ambayo itawafanya waje kuwa problem solver at the end of the day. Kwa hiyo ujio wako wewe pia ni mkubwa sana kwenye kutimiliza ile vision ambayo niko nayo na vision ya Club A to Z katika kutengeneza majawabu. Safi sana. Karibu sana. Asante sana. Mimi nashukuru tu Alex kwa kunikaribisha. Niko tayari kuchapa kazi kama unavyosemaga kubadilisha nchi yetu. Yote anayeona yuko serious. Naomba tu niweke caveat warning kidogo. Yaani ukitaka kuwa mentor na mimi uwe serious. Sasa pia mimi ni kama Arsene Wenger, ni kocha mzuri sana. Kwa hiyo nikiona unazingua siwezi kupoteza muda wangu. Sababu mimi na vision zangu. Kwa hiyo yote ambaye anataka mentorship kwangu awe tayari kuchapa kazi kweli. Kabisa. Kama marehemu kuchapa kazi kweli. Unaelewa? Alafu pili, awe pia ameanza kusogea kwenye kitu chake. Sitaki pia watu ambao wanakuja hana idea kabisa. Yaani mara nyingi mimi sasa nimeshafika level ambayo na mimi nataka watu ambao wana mentor, lakini baada ya muda naye pia anakufaidisha kwenye structure yako. Sasa A to Z nafika point kwamba inakuwa na mentor, ma cameraman wanakuwa wengine. Unakuwa mnaweza kupata crew mnaona support kwamba hata brother pale alishika kamera akiwa siku hajisikii vizuri na kijana wake anaweza kumtuma akafanya kazi. Kwa wachapa kazi. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.